Huyu vipi tena? Oya, mbona unamleta huku babu? Lamani huijui au? Tulia wewe. Usiogope. Oya baby. Mbona sielewi? Kwani unaye yupo kwenye mchongo au? Mchongo? Mchongo upi? Mchongo ushakuwa serious. Niko hapa kukufumbua macho na masikio ili uweze kupata ufahamu wa hii dunia. Hivi kati ya wewe unayetapeliwa na hawa wanaokutapeli, ni nani mwenye tamaa zaidi? Wewe mwenye tamaa utaliwa bila woga. Na usisahau kuwakumbusha wale waliosahau kuwa mtaji wa masikini ni nguvu zake mwenyewe. Kwa nini binadamu mnakuwa na ubongo wa kuku? Na ni vipi 7 inaweza kuwa 1? Kamwe yai haliwezi kufanana na dunia. Oya, vipi tena? Wabingu hapa, chukua begi tuondoke. Uchukue begi? Kwa mpango upi? Kaka Jini, tafadhali naomba nisaidie. Acha kujitoa akili wewe. Hivi mnajua kwamba nyinyi wote ni vipofu na mna macho ya ng'ombe? Mwenda wazimu wa leo ndiyo tajiri wa kesho. Fumbo haliwi fumbo pasipokuwa na mfumbaji. Ngoja niwaulize kitu. Mnaweza kunitajia mganga bilionea? Na kama yupo, basi Firauni wa Musa yupo hai mpaka leo. Kweli ningetapeliwa mama yangu, hakuna mganga bilionea. Wewe vipi? Hebu acha ushangingi. Kwani ukikaa kimya unapungukiwa nini? Kuna siri katika pesa. Ogopa. Anayeitengeneza pesa naye anaitafuta pesa. Kwa nini tusimtafute aliozificha pesa ili atupe pesa? Aliozificha pesa ndio kasema tufanye kazi. Acha shobodundo. Chukua pesa, nenda kafanye kazi. We Mengi, unafanya nini? 2024, 2025, 2026. Nachoka mimi. Yaani miaka yote nimekuwa mtu wa kutafuta kazi na sifanikiwi. Kazi kwa sindikiza wenzangu tu. Siku 365 mimi nimekuwa ni mtu wa kupeleka tu barua serikali za mitaa, wajumbe na wenyekiti. Wao tu tumekuwa watu wa kula hela zangu na mimi kazi sipati. Kuanzia leo mimi nimeamua kuingia kitani kufanya harakati za kitaa kuliko kuamini kwenye haya makaratasi. Nitajikuta nazeeka nikiwa natafuta kazi. Nani alikwambia akiba huwa inaoza? Sawa, umekosa leo, lakini unajua kwa kesho pia inakuhitaji. Umefanya kosa kubwa sana. Hata serikali yetu inakuhukumu kwa kosa ulilolifanya la kuichoma hiyo taaluma yako ambayo ingebidi uitumie kulijenga taifa. Mengi, utakuja kujuta nakwambia. Maisha yako yote. Hapana shangazi. Watu wanapeana kazi kwa ndugu na ujamaa. Hakuna serikali itahitaji ufanisi wangu. Mimi sina connection shangazi. Na zile ndoto za kusoma ili niwe mtu fulani katika jamii zote zimeisha kwenye haya makaratasi. Leo hii mimi naitafuta kazi
ndio inabidi nitoe pesa ili kupata kazi, na sio kupata kazi ili nipate pesa. Ni ushenzi mtupu shangazi. Kwani unadhani potofu kichwani mwako? Sio kila mtu anahitaji rushwa. Kuna watu wengine hawana ubinafsi na wana utu ndani yake. Kwa taratibu utakutana nao tu. Sawa Mengi? Dunia imejawa dhuluma, mama, dhuluma. Mapenzi yanaua, watu wamemsahau Mungu. Mr. Dominic. Hizi ndio zile dokumenti za yule binti ambaye anaitwa Fatuma, alikuja kufungua kesi ya wizi. Aliibiwa simu. Pia namba zako nilimpa, atakutafuta muda wowote. Okay. Kwa hiyo ili tukio limetokea? Tukio limefanyika kwa Osama. Bwana, pale kwa Osama unajua kuna matukio mengi. Na kweli matukio pale bwana hayapungui. Ili nadhani kama tukio la 4 sasa, kama sikosei. Na bwana always ni professional kweli kweli. Yes, kwa sababu the way walivyokuja kumwibia yule binti, wamekuja kukudai kwamba yule ni mke wao. Kwa hiyo akashuka kwenye pikipiki pale, wakampiga pale, wakachukua simu, wakapakia pikipiki, wakaondoka ba. Naona simu yenyewe ni iPhone. Okay, hata hivyo pia walifanya utapeli kupitia laini ya binti. Lakini tulijaribu kufix hilo. Yes, tuliongea na watu wa mtandao, wakablock ile line. Sema iPhone ina security kubwa sana. Kwa hiyo itakuwa ni rahisi sana kupatikana. Na kama unavyojua kwa awamu hii ya mama, tuko vizuri. Tuko vizuri kwa kweli. Oya blaza, ina maana njia yote uoni Wewe njia yote uoni blaza, mpaka tunakatuvunjana miguu babu. Wewe una leseni wewe? Wewe una leseni? Usitone sisi wengine tunatembea kwa miguu, ile sherehe za babani tunazijua mzee. Tusinyanyasane hivyo babu. Kasongo. Basi nakwambia kaka, wallahi tena sikujua kama ni wewe kakaangu. Nisamehe kaka. Si unajua tena sisi wazalamu mbuli kumlomo. Amenitoka. Huwezi kunijua Samri. Sisi tunaotembelea kwa magari tunawaona uzuri kabisa watembea kwa miguu. Hebu pita ndani kwenye gari tuongee. Mungu wangu. Samri, una matatizo gani wewe? Unaumwa? Maana umefubaa kweli kweli. Yaani unaonekana mzee kuliko hata mimi nilokuzidi umri. Tatizo ni nini kaka? Kaka, mambo magumu. Yaani kila unalolipanga haliwi. Hapa ninavyokuambia, nimetoka toka alfajiri nyumbani kwenda kutafuta kibarua. Lakini wapi, sijapata. Yaani mpaka nahisi kuchanganyikiwa. Nakumbuka wale manguli wa mashairi wakina TX Moshi na Maalim Ngurumo wa Msondongoma walipoimba ile nyimbo yao ya miaka 2000 hivi nadhani, wanaume tumeumbwa mateso mateso kuwa. Kaka, nahangaika mdogo wako nateseka. Yaani kuna muda nakaa na tafakari, najiuliza kwa nini nilizaliwa. Samli, kazi haitafutwi barabarani, kazi ni connection. Mbona unaniaibisha mdogo wangu? Unakuwa kama sio mtoto wa mjini bwana. Ongea na watu, uvae viatu. Kweli kaka, udugu hazina yetu. Tupeane basi hiyo michongo na mimi nile ile keki ya taifa. Maana sikufichi kaka, nadhalilika kwa mke wangu mimi. Wewe acha tu. Usijali. Nitakupatia kiasi kidogo. Jumatatu nitafute. Nitashukuru kaka. Nitashukuru sana kakaangu. Kasongo. Kweli Mungu amtupi mja wake.
Nadhani unajisumbua. Mimi sio mwanamke wa kumilikiwa. Sijui unanielewa? Yaani mimi uanze kunipangia sijui nikiamka asubuhi, nikupikie, sijui nikufulie, nikuandalie sijui kila kitu. Hapana. Kwanza unavyoniona, mimi ni mwanamke wa kufanya hivyo vitu. Mimi na wewe tulishamalizana. Ulihitaji huduma nikakupatia. Haya mambo mengine yanatoka wapi? Acha kunisumbua bwana. Fatuma. Mimi ni mwanaume tofauti na wanaume wengine. Umesikia? Unajua Mwenyezi Mungu alivyomuumba mwanamke, alimuumba kama pambo. Pambo hilo litumike kuondoa upweke kwa mwanaume. Kwa hiyo hizo ishu za kufua, kupika, umeona? Anapaswa kufanya mwanaume kwa mujibu wa ndoa. Kwa hiyo mimi nitasimama kutekeleza misingi ya Mwenyezi Mungu. Short and clear. Nishakwambia. Mimi siwezi kuishi hivyo unavyotaka wewe, si mwanamke wa kumilikiwa. Sawa? Ukiwa na shida nyingine nje ya hapo, nitafute. Nitakusaidia, lakini mambo ya kumilikiwa hapana. Yeah. Fatuma. Johnson, ile kazi ulishamaliza? Jitahidi basi. Jitahidi. Na hebu chukua zile dokumenti za insurance. Fuatilia zile dokumenti za insurance. Ya magari yale ya Japan. Oda yake iko tayari. Watu wa Mwanza wanaulizia. Sawa. Hiyo iko approve, inajulikanika. Ukishamaliza ni cheki. Sawa. Nimekuelewa. Nimekuelewa. Okay, nitakurudia. Halo hababi. Halo hababi wangu. Ndio nimekumisi sana. Naomba kutoka kazini kufikia nyumbani, nikufanyie massage, nikupikie chakula chako pendwa na unipe vile vitu vya kimsingi. Hababi utanioa na kisukari wewe. Ngoja nafunga ofisi na kuja sasa hivi. Okay, sawa. Nikutakia safari njema na kusubiri kwa hamu kutunza roho yangu. Sawa. Nimeamini kweli mjini mbabe ni pesa. Kubeba vyuma ili uwe bouncer ni upuuzi mtupu. Cheki kitoto kinavyodeka kwa jibaba lenye uwezo. Ananiona kama kitoto mwenzake vile. Bingo bila kuchoka kichwa wangu. Unajua mwanangu, milioni 10 nyingi. Tukiipata tunahama viwanja mzee. Unakula bata la kibabe. Pembeni umezungukwa na machawe elections yani. Hii hapo mwanangu PDG wewe mzee. Babu. Unajua unarusha kinoma askari wangu. Yaani hapa nilipo mguu wangu hivi unauona umeshtuka. Yaani nina maumivu kila upande. Hata hiki kiuno unachokiona hiki kinakataa kila mkao ninaokaa. Yaani hili bodi ukiliona unaweza kaniona niko sawa. Ila nina maumivu mwanangu, a lot of pain kwenye mwili wangu. Umeliweka jambazi langu. Jikaze ile kibabe. Usinaelewa maskini haumwi mzee. Tuzunguke mitaa yote mwanangu. Tuhakikishe milioni 10 tunaipata. Wewe unaenda zako mwanangu na kuwa pipa naenda kutibiwa India. Baridi. Umo.
Wewe vipi wewe? Mbona tembea uko angali mbele? Wewe unafikiri nje uko peke yako? Au babe? We, naijua hiyo. Unadhani unaweza ukanitapeli kirahisi? Huna lolote, haibiwi mtu hapa. Ukishang'atwa na nyoka, jani likikugusa unashtuka. Blaza, nimekugundua, unipati pye. Mkaa bure si sawa na mtembea bure. Hebu shika basi. Hivi Samli, mwenyewe ndio maana umetoa pesa ya maana hapa eh? Hiki 10,000 chako mimi kitanipeleka wapi? Maana hata nikinunua dela sipati na mtandio. Mke wangu, hebu jaribu kuwa na shukrani basi hata kidogo. Yaani mbona kila ninachokifanya kwako kinaonekana hakina maana? Hivi wewe ni mwanamke wa aina gani lakini? Kwa hiyo mwenyewe hapo unafanya kitu. Nina vikoba kwa Mama Amina, nina michezo hii miwili kwa Mama James na kwa Bibi Bonge. Alafu unajua hapo mbele mimi nina shughuli. Hivyo vyote vinahitaji pesa. Hiyo 10,000 yako hiyo inatosheleza? Mke wangu, hebu acha mambo yako bwana. Yaani mimi hapa nakwambia yani hii wiki mzima sitaki kudaiwa kodi ya meza. Hapa mimi nimeshamaliza. Wewe maisha yetu yenyewe si unayajua bwana. Hebu acha mambo yako. Hebu shika hiyo hela bwana. Naomba ushike hii pesa. Hivi, wewe mwanaume kweli wewe? Au unataka wanaume zako wakusaidie majukumu yako? Jasmine, unasemaje wewe? Wewe unasemaje wewe? Mimi ni mumeo ujue? Au ninavyokaa kimya unanichukulia mimi ni za mwamwa? Wewe, mimi sio mpumbavu. Nitakuchabanga makofi. Unataka kuiona rangi yangu au sio? We, jaribu uone balaa langu. Nitakujazia watu hapa mpaka ushinde kutoka nje. Fanya. Unanijua vizuri Samli. Sasa jaribu. Endelea vivyo kuniani na nipandisha mimi kifua. Endelea sasa. Ila hii haipo sawa. Huo ni unyanyasaji wa kijinsia. Sasa mimi nifanye nini kwako ambacho kitaonekana chema? Kwenda. Wewe tena Komwe. Nini kimekuleta? Nina shida. Vyumba ukihitaji vipo. Kuna cha kiza 25,000, cha umeme 35,000. Ukitaka chumba na sebe 85,000. Sema wewe kipi unachokihitaji. Na wenyewe naanza kupokea kuanzia miezi 3. Changamka haraka, kipi unahitaji? Jamani. Unataka mambo yako. Kama waganga hapa ndo nyumbani wote ninao. Kuna mganga wa mapenzi kutoka Tanga. Huyo yuko safi kabisa. Kuna mganga wa biashara kutoka Kibosho, safi kabisa. Kuna mganga wa kazi pia usisahau, kutoka Gambosh. Pia naye. Yupi unamhitaji? Changamka, muda mali. Alafu unajua wewe Komwe, unajua unazingua sana. Alafu nakuona umejileta na umesahau. Wewe ulitaka mtu, nimekutafutia mtu kabisa mwenye pesa zake. Ukaenda ukaishi safi kabisa, alafu ukanikataa. Simu yangu ushiki, message ujibu. Mpaka mke wake mimi kaja kaniletea session hapa. Umenijazia watu. Sijambulia hata shilingi 10. Bora kwanza uleta Komwe lako. Changamka, nipe 50 yangu. Ndio maana nimekuja tumalizane. Vipi? Hiyo 50 mimi sina. Alafu unajua hivi ule mbaba anazingua. Kwanza ni mbahili, mkorofi, alafu isitoshe ni mume wa mtu. Sikiza nikwambie. Nifanyie mpango basi na mimi ili niwe na mume wangu. Maana nimechoka kudanga. Na mimi nataka niitwe mke wa mtu. Na kuahidi nitakulipa vizuri. Kihali na kimali. Na huu mwili utakuwa halali yako.
ujue acha hiyo michezo ujue. Usinilingishie. Mimi sipendi. Sitaki kabisa hiyo michezo. Mimi sipendi masiala kwenye vitu kama hivyo. Unajua kuna kupuliza kwa kupoza, alafu kuna kupuliza kwa kuwasha. Usije ukaniwasha mimi hapa kwa maneno yako matamu, alafu ukaniacha solemba. Usije ukanipumbaza na hivyo maneno vyako vya kumfanya mtu awe zoba, ukanifanya mimi zoba. Mimi sasa hivi sipo kwenye uozoba. Uozoba sasa hivi cash to hand ndio biashara inafanyika. Tia mpunga, mambo yaende sawa. Usinitolee macho kama mgonjwa na mwagono hapa. Dalali wangu, jaribu kuniamini. Tutafanya makubwa na mazuri. Sawa, acha nikuamini tena. Hapa bwana, nina watu kadhaa wako vizuri. Yaani ukizungumzia vizuri wako vizuri kweli kweli. Kuna kijana wa TRA. Huyo kanitafuta mwenyewe, anataka mke na yuko vizuri. Kuna mwamba wa BOT. Huyo naye yuko vizuri. Ukiacha sasa hao wote, kuna sehemu ya kwenda wewe kula maisha. Yaani unaenda kukaa Eda. Kuna kizee kistafu kimoja hivi kilikuwa kimwalimu mkuu wa shule ya msingi. Yaani hapo ukienda tu anakufa, unakaa Eda, mali zote za kwako. Sema sasa udugu, nikuweke wapi? Wapi hapo kale maisha? Changamka. Hilo jambo zuri dalali wangu. Sasa kati ya hao wawili hao, BOT na TRA, mimi nataka huyu mmoja ili mambo yangu yawe sawa. Okay. Sawa, sikujua komwe. Sasa hivi mimi sitaki masiala kwenye kazi. Kabisa yani. Sihitaji masiala kwenye kazi. Maana unavyopenda kula mashavu yatakushuka hayo. Kazi na dawa sasa. Umejipangaje sasa hapo udugu? Usijali kuhusu hilo. Leo jioni tukutane ile guest ile ili nikuchangamshe. Usinifanyie masiala kwenye hayo mambo. Fanya kweli mama mtu. Mimi nakuja juu mama mtu. Nitaichapa. Wadada umala yamefanya biashara. Tapeli wizi mekuwa ajira. Watu wanashiriki ushirikina. Watu wanafanya mauaji. Dunia mimi nilidhani utafurahia. Sasa mbona unaogopa? Mimi ni miongoni mwa watu ambao wanahitaji huduma yako. Na ukizingatia nina upwilu sio mchezo. Wadada umala yamefanya biashara. Tapeli wizi mekuwa ajira. Watu wanashiriki